Hujambo na karibu. Kile ambacho wananchi wa kawaida hawakijui ni kwamba kabla hujaanza kumuunga mkono Gachagua au mtu yeyote anayehusishwa na chama chake chenye msingi ya kikabila, fikiria tena. Baadhi ya mambo hutokea ndani ya korido za mamlaka na hubaki kuwa siri kubwa, lakini mengine huvuja na ndipo tunapata nafasi ya kuyashirikisha nanyi. Baada ya Gachagua kuzungumzia suala la mgao wa nafasi serikalini kwa Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto, rais aliitisha kikao kilichowajumuisha viongozi mbalimbali kutoka eneo la Mlima Kenya, kwa kuwa hilo ndilo lilikuwa sehemu ya makubaliano yao ya kisiasa. Inadaiwa kuwa Gachagua alikuwa akidai sehemu kubwa sana ya serikali, jambo ambalo lingeyaacha maeneo mengine ya nchi yakinufaika kidogo. Zaidi ya 50% ya serikali si jambo dogo. Kwa mujibu wa madai hayo, rais alimuomba Gachagua apunguze kiwango cha madai yake ili maeneo mengine yaweze pia kunufaika na serikali hiyo, lakini Gachagua alikataa na kuendelea kusisitiza apewe zaidi ya 50% ya nafasi hizo. Rais hakuwa na budi ila kukataa matakwa hayo ya kiongozi huyo wa mnyoro. Baadaye inadaiwa kuwa Gachagua alikasirika na akaanza kwa siri kuunda serikali mbadala kwa lengo la kumng'oa Rais Ruto madarakani, akidai kuwa alikuwa na idadi ya kutosha ya wafuasi. Pia madai hayo yanamhusisha na kuibuka kwa makundi ya wauni wakati wa maandamano ya mwaka 2024. Shinikizo kutoka kwa Gachagua na baadhi ya viongozi wa Mlima Kenya, kwa mujibu wa madai hayo, ilikuwa karibu kuifanya serikali ya Rais Ruto ikabidhi madaraka kwa jeshi. Hata hivyo, inadaiwa kuwa Raila Odinga aliingilia kati na kumsaidia Rais Ruto kubaki madarakani. Inasemekana Raila alimshauri rais kutumia bunge kushughulikia kile alichodai kuwa ni makosa ya Gachagua na pia kufanya mabadiliko katika uongozi wa jeshi na wizara mbalimbali mara moja. Kwa mujibu wa madai hayo, kama si Raila kuingilia kati, huenda leo Kenya ingekuwa chini ya utawala wa kijeshi. Maandishi hayo yanahitimisha kuwa kumtaja Gachagua kuwa mtu hatari na kuogofya. Kumbuka, hii ni tafsiri ya maandishi iliyotolewa. Na kumbuka ya kwamba hali si hali. Wakati mwingine unapata kwamba viongozi huwa wanahitaji maelekezo mazuri ama ushauri ambao unafaa, kwa sababu kuna wengi ambao wanafanya mambo kwa sababu wanahitaji wao wenyewe kunufaika. Kumbuka ya kwamba hii nchi ya Kenya imepitia mambo magumu sana. Haswa tumeona ya kwamba Raila Amolo Odinga ndiye aliweza kuingilia kati na kaweza kutuliza moto ambao ulikuwa umewaka. Inasemekana ya kwamba kitu haswa kilifanya Raila kuingilia kati ni wakati ambapo waliona ya kwamba Kenya inaelekea mahali pabaya, na tumeshajua kwamba kile ambacho kilifanya Rais Ruto na Gachagua kutokuwa pamoja ni kwamba Gachagua alikuwa anahitaji nafasi kubwa itoke Mlima Kenya, kitu ambacho rais aliona ya kwamba itakuwa ngumu, kwa sababu alikuwa anataka sehemu zingine zipate nafasi sawa kama zile ambazo Gachagua alikuwa akidai, ila jambo hilo likaleta changamoto kati ya Ruto na Gachagua. Kumbuka ya kwamba imeonekana ya kwamba bado Gachagua ana watu wake wa ndani serikali, watu ambao wanampatia taarifa kuhusiana na kile ambacho kinaendelea katika serikali hii, jambo ambalo linampatia nafasi nzuri ya kuweka wazi kile ambacho kinaendelea, na upande mwingine kinamfanya rais kudidimia kiasi cha haja, kwani siri zote zikitolewa kwa wananchi wanaamini Gachagua sana kulingana na vile ambavyo inaonekana. Ni hayo tu kwa sasa, na kutakia kila la heri
Mungu akusaidie, anisaidie na mimi tuendelee kuelimishana.